Habari za wakati huu mtazamaji wa Kishamba TV, karibu kwenye exclusive interview. Mimi leo niko hapa na bonge moja la exclusive interview. Nadhani imekuwa ni surprise kwako, lakini ni jambo la kawaida sana. Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa 2025, uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi wa bunge, madiwani pamoja na nafasi ya urais. Niko hapa na naibu katibu mwenezi wa chama cha ACT Wazalendo. Nimemfuata ofisini kwake Shangwe Ayo kuweza kujiuzana tu kwenye maandalizi yao kuelekea kwenye uchaguzi huo na mambo kadha ambayo yanaendelea ndani ya chama chao. Mimi naitwa Morris, nyuma ya kamera niko na director Moji na hii ni Kishamba TV. Mheshimiwa, uko vizuri? Namshukuru Mungu kwa salama. Ndio. Maisha yanaenda. Tunamshukuru Mungu, maisha yanaenda. Heri ya mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Nashukuru Mungu inapanda Ramadhani. Haya, na mimi napanda Kwaresma. Yote heri, tunamshukuru Mungu. Kwanza hongereni kwa hichi mnachokifanya mpaka sasa hivi, kwa sababu ACT Wazalendo miaka kama miwili kama sio mitatu hivi mmetoka kumpoteza kiongozi mkubwa wa chama, mmesimama mkopotea kwenye reli mpaka sasa hivi mpo hapa mlipo. Lakini kuna jambo ambalo linaendelea baada ya kumpata mwenyekiti mpya wa chama hichi. Kuna kitu kilimkuta pale nchini Angola na viongozi wengine wa vyama vya siasa wa Chadema walizuiliwa pale airport. Pengine chanzo kilikuwa ni nini mpaka wanazuiliwa airport? Kwa sababu tunaona maneno ni mengi sana huko, mpaka baadaye mwenyekiti anakuja kutoa shutuma kwamba wanaotakiwa walaumiwe ni serikali ya CCM. Pengine chanzo kilikuwa ni nini mpaka wanazuiliwa viongozi hao? Asante kwanza kwa pongezi. Baada ya kumpoteza mahali mlikuwa tulipoteza nguzo muhimu sana ya chama, lakini kuendelea kwetu mbele kumeonyesha namna bora ambavyo ACT ni taasisi kubwa, kwa hiyo imejengwa kitaasisi kiasi kwamba mmoja akipendwa na Mungu zaidi ama asipokuepo bado taasisi itaendelea. Kwa tunashukuru sana. Kuja kwa swali lako, kwanza lazima uelewe mwenyekiti wa chama ni makamu wa kwanza wa rais. Kwa hiyo haendi eneo lolote bila kufuata protokali zinazohitajika. Na protokali ya kwanza kwake kama makamu wa kwanza wa rais, kwanza ni kuomba ruhusa kwa kiongozi wake, rais wa Zanzibar. Na mlimsikia juzi kwenye press amesema alifanya kiongozi huyu wa kitaifa anaenda. Kwa hiyo walienda, watu wa protocol wakaenda wakazuru mpaka eneo ambalo mkutano ule wa kidemokrasia kwenda kufanyika. Lakini tatu, pia wenyeji wake ikiwemo balozi wa eneo husika ama atatuma mwakilishi wake ama yeye mwenyewe na watu wa kiserikali watakuwa pale kwa ajili ya kumpokea. Walikuwepo pale Luanda pale airport. Kwa hiyo kila kitu kilifanyika. Sasa mmoja umeuliza sababu ni nini? Kiukweli nchi ya Angola hawajatoa sababu kwa nini wamezuia viongozi hawa kuingia Angola. Na nifahamishe tu wa Tanzania kwamba si viongozi wa ACT Wazalendo peke yake ambao walizuiliwa. Wamezuiliwa viongozi wetu ikiwemo kiongozi wetu wa chama ndugu Dorothy Sem, naibu katibu wa mambo ya nje Nasr, yeye mwenyewe makamu wa rais ambaye ni mwenyekiti wa chama chetu, akiwa na katibu wa haki za binadamu wa chama chetu ndugu Pavu. Kwa hiyo wote hiyo ilikuwa ni delegation ya ACT Wazalendo. Lakini vyama vingine mmesikia mwenyekiti pia wa chama cha demokrasia na maendeleo, mmesikia pia seneta wa Nairobi Sifuna, mmesikia viongozi kutoka chama cha NUP cha Uganda, mmesikia viongozi kutoka DA wa South Africa ambaye the sitting waziri pia wa kule amezuiliwa, na viongozi wengi wa maeneo mbalimbali walizuiliwa. Kwa hiyo sio viongozi wa chama cha ACT Wazalendo pekee, lakini mpaka sasa sababu haijatolewa. Mwenyekiti hakulaumu serikali. Wito wa chama cha ACT Wazalendo unaitaka serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutolea tamko hiki kilichotokea Angola, kwa sababu wamekaa kimya. Na hili ni shambulio la kidiplomasia. Ni muhimu serikali ikaja wazi, ikatueleza, ikatoa tamko ni kuhusiana na hili lililotokea. Serikali imekaa kimya. Lakini pili, tulitoa wito kwa balozi ajieleze nini kimetokea, kwa sababu ni mwenyeji kule, anaelewa, aeleze, aitwe, aeleze nini kinaendelea. Lakini tatu, tutafahamu kwamba Angola sasa hivi ndio mwenyekiti wa AU. ACT Wazalendo inasema kama imeshinda kulinda demokrasia at least nchini kwake, hii nchi sasa haiwezi kuwa ndo mwenyekiti
kulinda demokrasia za Wanaafrika wenzao. Viongozi hao wanaenda, balozi hakuwa na hiyo taarifa? Alikuwa na taarifa, alifika pale airport, naye ni kati ya watu ambao pasipoti zao ziliporwa. Yes, kitu ambacho watu hawafahamu, na ndio watu tunashangaa sana viongozi wakubwa waandamizi wa Chama cha Mapinduzi kudhihaki hii dhoruba iliyotokea, wakati hata balozi pia lenyewe imemkuta. Lakini sisi tunasema haito kwa sababu yeye ni kiongozi anayekaa pale, anasimamia haya masuala ya kidemokrasia, kidiplomasia kati ya nchi yetu na Angola. Ni muhimu akiulizwa aeleze kinagaubaga kuna nini kinaendelea. Lengo la ule mkutano ni kuweza kujadili issue ya demokrasia ya vyama na nchi husika. Pengine kuna matunda yote ambayo yamezalishwa kwenye hichi ambacho tunachokizungumza sasa hivi kutokana na dhoruba hiyo yote, pengine mkutano ulifanyika ama haukufanyika? Well, baada ya hili kutokea, kwa kweli concentration yetu yote ilihamia kwenye kwa nini viongozi hawa wazuiliwe kuingia, lakini tunasikia ulifanyika na baadhi ya watu walifanikiwa kuingia kushiriki online, lakini sisi kiongozi wetu mwenyekiti wa chama na party leader wetu Dorothy Sem, kiongozi wetu wa chama, pia wote walisema hapana, haina haja. Ilikuwa ni muhimu tushiriki pale, na ndio maana tulialikwa, tukaenda, tukafika, yakatokea yaliyotokea. Kwa hiyo tukaachana nalo hilo. Kwanza tukaona muhimu ni kuhakikisha kwanza kuuliza, je, mashirikiano ya nchi zetu na Angola kuna tatizo lolote, lakini pia kupigania demokrasia ya Afrika, kwa sababu ukichunguza kwa undani haya ni masuala ya kidemokrasia sana. Nchi ya Angola haitaki kuheshimu demokrasia, na ndio maana haya yote yakawa yametokea. Karibuni hapa siku 2-3 hizi ilitoka taarifa rasmi kutoka kwenye uongozi wa chama kwamba mnajiweka sasa kando na mashirikiano na Chama cha Mapinduzi. Mkasema sasa tumechoka, tunaenda kwenye siasa sasa za kupambana na sisi. Mwanzoni wakati mnaanza ACT Wazalendo kwenye miaka kama 2014-15 hivi, wakati chama kinaanza, mlikuwa close sana na CCM mpaka watu ikawa mtano na watania kwamba nyinyi CCMB. Pengine ni kitu gani ambacho kimepelekea mpaka yote yanatokea mpaka mnajiweka pembeni? Kwanza ACT Wazalendo hajaikuwa karibu na CCM. Lazima mkubali kwamba chama chochote cha siasa cha upinzani kikianzishwa nchini, lazima propaganda zitaamka kutoka kwa vyama ambavyo vipo. Kwa sababu siku zote kama umesoma ni mwanafunzi darasani, wewe ni namba 1, hutaki nyuma yako aje kukupita. Kwa hizi propaganda huaga zinaamka kwa vyama vilivyopo vikiamini kile ambacho kimeanza kitakuja kuwapita, probably labda kama kitashika nchi ama kitakuwa kinasikika zaidi. Kwa lazima propaganda za hapa na pale zifanyike, na ni mambo ya kawaida. CUF walishawahi kuitwa CCMB, Chadema washawahi kuitwa CCMB, ACT hivyo hivyo, kwa sababu ni vile vyama vingine vinaogopa okay, huyu anaweza akaja akatupita. Kwa hiyo hayo ni mambo ya kawaida, na sisi tunaelewa ni siasa, na ndio maana hatuje kutetereka, tukaenda mbele. Masuala ya maridhiano ambalo ni swali la msingi sana kwenye hili, ni kwamba baada ya awamu ya 5 wote tutafahamu aina ya siasa ambazo zilifanyika kipindi kile. Wafuasi wa vyama vya upinzani na vyama vyote vya upinzani kwa ujumla Tanzania vilinyimwa haki yao ya msingi kufanya shughuli za kisiasa. Sasa baada ya awamu ya 6 kuja, rais wa sasa hivi akaona kuna umuhimu wa kurudisha ile hali ya demokrasia. At least tuliamini hilo, na yeye kwa mdomo wake mwanzoni alisema hilo, kwamba kurudisha hali ya demokrasia kama ilivyokuwepo nchini. Kwa hiyo kwanza akaja na ile falsafa yake ya R4, lakini 2 akaita timu za maridhiano. Sasa hapa ikiliundwa kikosi kazi ambacho kilikuwa chini ya Profesa Mkandala, na ACT Wazalendo tulishiriki kamilifu sana kwa kutoa mapendekezo, na bahati nzuri mapendekezo ya kikosi kazi yalitoka yakawa wazi kabisa, watu wakayasoma nini tulichokuwa tunakihitaji. Lakini baadaye chama kingine kikaona wao wanahitaji maridhiano yao binafsi na serikali, na wao wakakaa na serikali wakaridhiana, na kwa mujibu wanayoyaongea walichokuwa wanakidai na kilichopo kwenye mapendekezo ya kikosi kazi ni kama vilikuwa vinafanana. Lakini sasa mmeshakubaliana, serikali inajua, na nakumbuka aliwaita viongozi wa vyama vya upinzani kipindi hadi anasema sasa tunatangaza rasmi tumeachia mikutano ya hadhara na mambo mengine. Tukaamini sasa yale makubaliano yaliyokubaliwa na kikosi kazi pamoja na chama kingine yangeendelea kufanyika. Na kipimo kikubwa cha yote hayo kilikuwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa.
kwa sababu kilio pia kikubwa kilikuwa ni uharibifu uliofanyika 2020 na 2019 kwenye zile chaguzi. Sasa mwaka jana 2024 tumeenda kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Ikawa ni kipimo kikubwa cha Rais Samia kama yale aliyokuwa anayaimba na kuyaongea, kama je ni kweli atayafanyia kazi. Ule uchaguzi ukatuonesha kabisa kwamba aliyokuwa anaongea alikuwa anatudanganya, kwa sababu kweli yale maridhiano yakafanya tupate kwa mara ya kwanza Tanzania sheria ya tume huru ya uchaguzi. Baadaye akaja akabatiza jina tu tume huru ya uchaguzi, watu ni wale wale. Lakini pia kuna baadhi ya sheria ambazo tulizipendekeza, marekebisho yake hayakufanywa kazi. Lakini pia ukisoma sheria ya tume huru ya uchaguzi kifungu cha 10C pia kinahitaji tume hiyo isimamie uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini bado wakaendelea kusimamia TAMISEMI. Kwa hiyo hapa tukaona kuna hada kubwa ya yale ambayo tulikuwa tumekubaliana na kuyaongea. Sasa ACT Wazalendo ikaona baada ya uchafuzi wa serikali za mitaa, kura feki kutumika kushinda, askari kuingilia uchaguzi, vyombo vya dola kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinashinda, tukaona sasa hatuwezi tukakaa kama watu wazima tukaridhiana tukakubaliana mambo alafu serikali ya Chama cha Mapinduzi kiongozwa na mwenyekiti ambaye ni rais hawafuati, kwa tunafanywa watoto wadogo, tunapigwa danadana. Kama chama cha ACT Wazalendo kusema hapana, hayo ni mambo ambayo hayakubaliki. Ni wakati sasa wa kukaa chini na kumwangalia huyu Mtanzania tunayetaka kumuongoza anahitaji nini. Tanzania anahitaji kuwa na uwezo wa kuchagua kiongozi anayemtaka, na hawezi kumchagua kiongozi anayemtaka kama hamna chaguzi huru za haki na za kuaminika. Kwa hiyo sasa chama cha ACT Wazalendo kupitia halmashauri kuu yake ya chama ikasema kuanzia sasa hatukai tena mezani, kuanzia sasa ni kukaa na Watanzania kuwaeleza iko haja ya kupambania demokrasia ya nchi hii ili waweze kuchagua viongozi ambao wao watakuwa wanahitaji kuwaongoza. Sera ya ACT Wazalendo kwa sasa hivi ni nini? Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu na wananchi huwa wanakipima chama kutokana na aina ya uchumi wake ulionao. Je, chama kitaweza kutumudu sisi wananchi na mambo mengine kama hayo. Sera ya ACT Wazalendo kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ama sera ya ACT Wazalendo ni ipi kwa sasa? Chama hakimudu wananchi kifedha. Wananchi wanajimudu wenyewe. Serikali ya CCM inatumia fedha za wananchi kuwaletea hayo maendeleo kidogo na muda mwingine kuzifanyia ufisadi. Kwa sababu kodi za wananchi ndo zinalisha nchi hii, ndo zinafanya mambo ya nchi hii. Kwa chama chochote kikiingia madarakani, kinachofanya kinaendeshwa na fedha za wananchi. Kwa mamlaka yote yanafaa kuwa ya wananchi. Tukirudi kwa sera ya ACT Wazalendo. ACT Wazalendo ilizindua ahadi yake kwa Watanzania ya taifa la wote, kwa maslahi ya wote, kwa upande wa Tanzania bara, lakini kwa upande wa Tanzania visiwani ni Zanzibar, tuna Zanzibar mpya, Zanzibar moja, mamlaka kamili. Sasa tukiongelea Tanzania hii ya kwetu ya taifa la wote, maslahi ya wote, tunaona jinsi ambavyo maslahi ya Watanzania wengi yanaliwa na watu wachache. Taifa letu la Tanzania lina rasilimali nyingi. Taifa letu la Tanzania lina vitu vingi la kufanya taifa hili liwe tajiri, watu wake waishi maisha mazuri. Lakini wanaopata privilege hiyo ni watu wachache. ACT Wazalendo tumeliona hilo. Tukakaa chini tukasema hapana, ni lazima hivi vitu viwanufaishe Watanzania wote. Na tumeeleza mfano tuna gesi. Hii gesi ikichimbwa, ikaanza kuuzwa, ikatuletea umeme wa uhakika, unajua itatutengenezea fedha ambazo zita benefit wa Tanzania wote. Tuna mbuga za wanyama, tukafanya utangazaji wetu vizuri wa vivutio vyetu vya utalii. Watalii watakuja, Mtanzania atapata kipato kupitia wale. Kipato cha kwenye utalii kitafanya maendeleo mengine, itanufaisha Watanzania wote. Sasa hivi tunapata fedha ambazo wanaonufaika ni wachache. Tuna maeneo mengi vijijini kwetu huko hamna umeme, hamna maji. Kuna sehemu ambazo mfano uchimbaji wa madini, kuna maeneo wanachimba madini, wanawaachia wananchi wetu mashimo, lakini yale mashimo hayawanufaishi. Kwenye kila mwekezaji anayekuja kuwekeza, kuna sehemu ambayo inamtaka afanye shughuli ya maendeleo ya eneo husika. Wawekezaji wangapi wamefanya shughuli za maendeleo za eneo husika? Lakini serikali kupitia chama chake cha Mapinduzi wanakula fedha za wawekezaji, hawakumbushi kufanya majukumu yao, wananchi wanateseka. Ni lazima rasilimali, madini, rasilimali zetu, gesi, makaa ya mawe na kila kitu viwe vinawanufaisha Watanzania. Na hivyo ndivyo tutakavyowatengenezea ajira. Tuna land, tuna ardhi kubwa sana Tanzania.
tuna uwezo kufanya kilimo ambacho kitakuwa kilimo tija kwa ajili ya Watanzania wetu, ambacho kilimo ni kati ya sekta muhimu sana kwenye nchi, ambayo ina uwezo kuwapa vijana ajira nyingi kuliko mnavyoweza kuwaza. Lakini serikali ya CCM haioni hilo, inawaza namna ya kuneemesha matumbo yao. Sasa ACT Wazalendo tuliliona hilo kwa ukubwa sana. Tuliongea masuala ya afya. ACT Wazalendo tuna sera bora sana inaitwa hifadhi ya jamii kwa wote. Ni namna gani kila Mtanzania ana uwezo wa kupata bima ya afya akatibiwa. Ni namna gani Mtanzania ambaye ni mkulima, bahati mbaya mazao yameharibika, hifadhi ya jamii ikampa fao la mazao yake ili kujikwamua pale kwenye ule mkwamo wa kuharibika kwa mazao yake, na mambo mengine mengi. Kwa hiyo tumetambua hilo, tumejipanga vizuri kuongoza Watanzania, na ndio maana tuna hizo sera ambazo tukiwaeleza Watanzania wa kawaida wataelewa. Ndio mmejipanga kuongoza Watanzania kwenye hicho ulichokizungumza. Pengine ACT Wazalendo ina mpango gani wa kuongeza ushawishi ili wananchi waweze kuwaelewa nyinyi na kuwapa hiyo fursa ya kuweza kuwaongoza? Tumekuwa na program mbalimbali. Mwaka jana tumefanya program kubwa 2 ya wanachama milioni 10 ndani ya miezi 10. Ile program ilihusisha ziara za viongozi wetu wakubwa wote kwenda chini kwa wananchi kwa ajili ya kujenga chama, kwa ajili ya kujenga uelewa wa ACT Wazalendo na nini tunakisimamia. Na imefanywa kwa awamu ya kwanza na awamu ya pili. Na sasa programu hizo zitaendelea zaidi, na sasa hivi itakuwa ina kiungo muhimu cha kuwaeleza Watanzania namna ambavyo tunahitaji kulinda demokrasia yetu. Na ndio maana maadhimio ya halmashauri kuu ya chama taifa ni kwamba sasa sio wakati wa kuwaza kuna uchaguzi mbeleni. Hapana. Sasa ni wakati wa kuwaza tunapataje mabadiliko ya sheria mbalimbali ili kumwezesha Mtanzania kuchagua kiongozi anayemtaka, na wakasema tuje na program inaitwa Linda Demokrasia Nchini. Kwa hiyo hizo program za safari tutaenda kwa ajili ya kuongea namna na wananchi, kuwaelimisha, kuambia ni wakati wetu sasa. Sio ACT Wazalendo, sisi pamoja na nyinyi wa Tanzania kuilinda demokrasia yetu. Ndio. Kwenye hilo umesema kwamba sio wakati wa kuwaza kwamba tunaenda kwenye uchaguzi mkuu. Pengine naweza nikasema hamjajiandaa kuelekea kwenye uchaguzi mkuu? ACT Wazalendo ina wanachama wengi, ina wagombea, ina watu ambao wako tayari kushiriki kwenye kuanzia ngazi ya urais. Kabla hatujafanya maamuzi ya hili kutoka kwa halmashauri kuu, tayari kuna watu walikuwa washaanza kutia niadi za urais, na nyinyi kama vyombo vya habari mmeona. Lakini mjue tumejiandaa, tuna huo uwezo. Lakini kwa uchaguzi upi huo ambao tutaingia usiue watu wetu? Kwenye uchaguzi huu Tanzania ambao hata uchaguzi wa kitongoji polisi wanazingira kitongoji. Kwenye chaguzi hizi za Tanzania ambazo watu wanapoteza maisha, wanatekwa, wanaumizwa bila sababu, ni muhimu tukasema basi tukapigania reforms ndo tuendelee mbele. Ndio. ACT Wazalendo kimefanikiwa kwa namna gani katika kujenga sera zake za ushawishi kwa Watanzania mpaka hivi sasa? ACT Wazalendo ndio chama cha mwisho kusajiliwa Tanzania. Na tuna miaka 10, tunaenda mwaka wa 11. Vyama vingine vyote vya Tanzania ambavyo vina usajili wa kudumu, sisi ndio wadogo zaidi. Wengine miaka 31, 38, 40. Umenielewa? Juzi kati chama tawala kishakia si miaka 48. Sasa kwa miaka 10 leo hii watu wanatuona ACT Wazalendo kama threat kwa Tanzania. Maana yake ni kwamba tumejijenga na tumeeleweka. Kwa hiyo tutaendelea kujijenga na kueleweka, na tunazidi kuwashukuru Tanzania kwa imani hii kubwa sana kwa kuona ACT Wazalendo ndo mbadala wa uhakika wa kuwaletea maendeleo. Mimi nadhani kwenye vikao vyenu vya ndani huwa unapata dodoso kutoka kwa viongozi wakubwa. Pengine wamejipangaje katika kuinua uchumi wa Mtanzania mmoja kuelekea kwenye uchaguzi mkuu? Hatupati tu dodoso, tunaongea. ACT Wazalendo tuna baraza kivuli la mawaziri. Ili baraza kivuli la mawaziri liliundwa baada ya kukosa uwakilishi bungeni wa vyama vya upinzani, na liko chini ya kiongozi wa chama. Kwenye hili baraza kuna wizara mbalimbali kiwemo wizara ya fedha, wizara ya biashara na mambo mengine. Sasa kwenye sera ndipo ambapo panatokea ongezeko la uchumi la Watanzania, kuna utokea vilimo vyenye tija, kunatokea nini mtafanya kama chama kunyanyua uchumi, kunyafanya maendeleo ya Watanzania. Sio Wazalendo na sera nyingi na nzuri sana ya uchumi jumuishi, uchumi ambao unajumuisha watu. Sisi tunaamini uchumi ni lazima uanze kwa mtu wa chini.
Isiwe tena unaanza juu unashuka chini. Ni lazima huyu wa chini awe ameneemeka ili kupanda juu. Na ndio maana tuna sera nzuri sana za kilimo. Tunaeleza kilimo kipi kikifanya atapata tija ili kuingiza fedha. Tuna sera nzuri sana kwenye masuala ya utalii, tuna sera nzuri sana kwenye masuala ya madini, tuna sera nzuri sana kwenye masuala ya usafirishaji. Yote hayo ni kwa ajili ya kuinua uchumi wa Mtanzania mmoja mmoja. Ndio. Chama kimejipanga vipi? Tunajua siasa za Tanzania asilimia zaidi ya 80 zinafuatiliwa ama zinatekelezwa na vijana pamoja na wanawake. Kuelekea kwenye uchaguzi huu mkuu, pengine mmejipanga kuzungumza nini na Watanzania hususan hawa vijana, sana sana vijana na watoto wa kike, ili kuwavuta kuja katika mlengo wenu? Kwanza ACT Wazalendo huaga kinaitwa chama cha vijana. Nafikiri ni chama ambacho kina vijana wengi, lakini pia kimeamini vijana wengi kwenye nafasi mbalimbali ya uongozi. Nitolea tu mfano, mimi ambaye ni naibu mwenezi wa ACT Wazalendo Taifa, sijafika umri wa miaka 35. Hata 30 nimefika juzi tu. Kwa maana yake ni kwamba nimeaminiwa na chama nikiwa na umri wa kijana kutumikia nafasi kubwa ya chama. Lakini ukiangalia secretariat ya chama taifa, ambao ndio kiungo muhimu sana cha chama, cha uendeshaji wa chama, kina asilimia 60 ya vijana. Tena nafikiri ni zaidi ya hapo, lakini pia kina asilimia zaidi ya 60 ya wanawake. Kwa ni chama ambacho kimekuwa kina imani na wanawake, kina imani na vijana. Na ndio maana chochote tunachokifanya lazima sera zetu ziangalie vijana hawa ambao ni wengi kwenye taifa hili, ambao hawana ajira, ambao hawana cha kufanya. Ni lazima ACT Wazalendo ije na mbadala wake. Nini watafanya kuhakikisha wana ajira, nini watafanya kuhakikisha wanawake wanasikika, wanakaa kwa sehemu za maamuzi, na hivyo vyote tumekuwa tunavionyesha kwa vitendo ACT Wazalendo. Hata baraza kivuli la mawaziri karibia 51% ni wanawake na vijana. Kwa hiyo sisi tumekuwa tunafanya kwa vitendo. Sasa tukipata nchi, sisi tayari tuna dira ya nini tunachokitaka kupitia hii ahadi yetu kwa Watanzania. Yes, tushaeleza kwenye kilimo tutekeleza ajira milioni 10. Vipi? Tumeeleza vizuri. Kwa hiyo Tanzania watupe nafasi ACT Wazalendo, waone namna ambavyo vijana watapata ajira na tutaona maendeleo ya Mtanzania mmoja mmoja. Okay. Ndio. Kauli mbiu ya CCM wanasema kilimo ni uti wa mgongo, ni uchumi, ama anasema ni uti wa mgongo wa Tanzania. Na kilimo kinachangia kwenye uchumi wa Tanzania. Pengine kuna nyinyi dira yenu ya kusababisha Tanzania inakuwa kiuchumi endapo kama mkifanikiwa kuchukua dola, ni ipi? Sisi tutaendelea kuimba kwamba taifa la wote lenye maslahi ya wote. Hawa CCM kila siku wakilala wakiamka wana kauli mbiu mpya. Kilimo ni uti wa mgongo. Kilimo si nini, wakaja na mikakati mingi, mkurabita mpaka sasa tuko kwenye BBT. Lakini bado mambo ni yale yale. Na ni kwa sababu hakuna nia ya dhati za kumuokoa mkulima. Na wakulima hawatengenezwi kama ambavyo Bashe alitupiga kabobo kwenye BBT. Mkulima wa kawaida wako kule, anza kule chini. Alafu wa inspire hawa wengine wapande. Sasa wewe uwezi ukasema mkulima mzuri anapatikana kwenye applications za kawaida. That was totally wrong. Labda mimi sikuelewa. Na hata watu unaona utija wake pia yani bado haijafanyika kwa ufanisi ule waliokuwa wanautaka. Ni vizuri wakae chini wa rethink strategy zao, waone namna bora ya kumkomboa huyu mkulima na kuattract watu wengine wengi waingie kwenye kilimo. Lakini kwa hizo sera zao na nini kiukweli wamefeli. ACT Wazalendo tumejipanga kumkomboa mkulima aone faida za mazao yake. Tumejipanga kuwaonyesha vijana na watu wote ambao walikuwa na hisi kilimo ni cha watu fulani, waone kwamba kilimo ni cha kwao na kinaweza kuwaletea tija. Ni ngumu sana kunishawishi mimi Shangwe kuingia kwenye kilimo kama wewe unalima na kuona miaka yote, lakini kilimo hakikupi tija. Masoko hawa watu mmewatengenezea. Je, upatanaji wa pembejeo umekuaje? Mbolea na mambo mengine. Je, huyu mtu bahati mbaya mvua zikawa nyingi, mazao yake yakaharibika. Je, serikali ina skimu ya FAO kwa ajili ya huyu mkulima ili asijione mpweke, asimame tena afanye kilimo chenye tija, baadaye maisha yake yaendelee? Hatuna kama nchi utaratibu huo wa kuhakikisha tunalinda wakulima wetu ili kuattract watu wengine waingie kwenye kilimo. Badala yake tumekuwa tuna vitu kama vya zimamoto tu, vya zimamoto, BBT, vitu ambavyo baadaye havina tija. Ni muhimu
serikali ikakaa chini ikafikiria mpango wake wa kuinua wakulima, mpango wake wa kuwaleta watu wengi kwenye kilimo. Unawajibu vipi wale wanaosema kwamba mara baada ya kufariki kwa mheshimiwa hayati Maalim Seif lakini pia Zitto Kabwe kuachia nafasi pale juu na kuachia watu wengine waendeleze kukiongoza chama, kuna hawa watu wanasema kwamba ACT Wazalendo kimepoteza mvuto kutokana na hayo matukio yaliyogubikwa kwa miaka ya hivi karibuni. Tunawajibu vipi hao? Tunawajibu kwamba ACT Wazalendo iko na nguvu kuliko jana na imeendelea kuonyesha kwamba yenyewe ni taasisi. Maalim Seif alivyoitwa na Mungu baada ya kufariki kwake, tukalihandle lile swala kwa uvumilivu mkubwa, tukapata kiongozi mwingine Othman Masoud Othman ambaye ni makamu wa kwanza kwa sasa, lakini mwenyekiti wa chama chetu. Mmeona jinsi ambavyo Wazanzibari wamempokea, na ni kiongozi mwenye historia pana sana na nchi hii, wote wanafahamu, na namna ambavyo alipata umaarufu mkubwa kwenye bunge la katiba, misimamo yake inafahamika, na nikwambie ni kati ya kiongozi bora Wazanzibari wenyewe wanamuona ni rais wao. Kwa hiyo ACT Wazalendo inazidi kuwa na nguvu zaidi. Kuondoka kwa Zitto madarakani ni ukomavu wa siasa na ukomavu wa viongozi wa ACT Wazalendo. ACT Wazalendo ina katiba inayotuongoza, inasema kiongozi anatumikia kwenye nafasi yake kwa mihula miwili, na Zitto alishakaa miaka tayari 9, maana alikuwa amebakiza mmoja, akaona turudishe nyuma kwa ajili ya kwamba tufanye uchaguzi wa chama ndani mapema. Alishakaa awamu zake 2, ametii katiba, ameondoka, na ikawa funzo kwa vyama vingine. Mnaona kwa anatolea reference, mbona Zitto katoka, ni ukomavu wa kufuata sheria ambao tuko nao. Na nikwambie, kwa sababu sisi ni chama ambacho tunataka kuongoza nchi, na nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria. Kama hatuwezi kujiheshimu sheria ambazo tumejitengenezea wenyewe ndani, maana yake hatutoheshimu sheria ambazo zimewekwa kwa ajili ya hii nchi. Lakini kwa sababu tumeziheshimu na kiongozi muda wake umeisha, ametoka, basi maana yake ni kwamba tutaweza kuheshimu sheria za nchi na kuongoza nchi kwa weledi mkubwa. Na watu waelewe tu, sio Zitto peke yake, hata viongozi wa mikoa, viongozi wa majimbo, wote ambao walikuwa wameshatimiza mihula miwili ya uongozi, wote walitoka kwenye madaraka wakaachia viongozi wengine, na hiyo ndo taasisi. Ndio. Tumalize na hili 2015 2020 kwenye hizi chaguzi mbili vyama vya upinzani vimekuwa mkilalamika sana kuhusiana na matokeo ya baada ya wananchi kupiga kura. Mmepigwa KO sana hapa katikati hapa bungeni, mmekosa wawakilishi. Pengine mwaka huu mmejipanga vipi katika hili, kupeleka wawakilishi bungeni ama kuchukua dola? Nikwambie jambo, 2015 palikuwa kuna umoja wa Ukawa ambao ulitokana na bunge lile la katiba. Uchaguzi ule ulikuwa ni uchaguzi bora kwa kutokea, kwa sababu ushindani ulikuwa mkubwa sana. Of course kwa uchaguzi nyingine kama 1995 enzi za Lyatonga Mlema marehemu, Mungu amrehemu, lakini pia 2015 ulikuwa ni uchaguzi wa aina yake. Na tulipata kama vyama vya upinzani wawakilishi wengi bungeni, ingawa ACT haikuwa sehemu ya Ukawa. Sisi tulipata kiti kimoja tukashinda na halmashauri, lakini ule uchaguzi ulikuwa ni wa kipekee. Baada ya pale siasa ziliharibiwa sana. 2020 palikuwa hakuna uchaguzi, watu walipita bila kupingwa, kura feki, dola kuingilia uchaguzi, yale mambo ndo kwa kasi zaidi yalianza pale. Mwaka huu ili tutokane na hayo, ni lazima tufanye mabadiliko ya sheria zetu za uchaguzi. Reforms ni muhimu. Ni lazima tupiganie demokrasia. Hatuwezi kusema tumejipanga kupata wawakilishi wakati mifumo haitupi hiyo ruhusa. Kwa hiyo ni muhimu tuendelee kulinda demokrasia kama matakwa ya halmashauri kuu yanavyotaka, kama tutashiriki uchaguzi, kama tutaingiza watu huko. Nilo ni jambo ambalo halmashauri kuu imeagiza kamati ya uongozi kufanya maamuzi. Lakini kwa sasa tunahitaji mabadiliko ya sheria mbalimbali, tunahitaji reforms ili chaguzi za nchi hii zilete maana. Ndio. Nadhani tumemaliza. Tukitaka wanasema kule CCM wanasema mama anaupiga mwingi. Huko kwenye michezo watu wanasema Simba na Yanga wanaupiga mwingi. Nyinyi hamjajipanga kuingia huko kwenye siasa za mpira huko kuwavuta vijana wengi kae karibu zaidi? Kwanza inasikitisha pale ambapo tunatumia mipira, muziki
kama wanamuziki, kama vivutio vya vyama vyetu vya siasa. Vile vitu vilikuwa vinatakiwa viwe katikati, viwe neutral, visiwe na mapenzi ya vyama vyovyote. Maana vile ni viburudisho. Yaani mimi nimeshapigika huko na mauchaguzi, nimechoka, nimeshaingia field, nimefanya kazi. Sasa way of relaxation yangu ni kwa sababu mimi ni mwana Simba kindakindaki. Sasa naangalia game la Simba labda na Mtibwa, game ya Simba na Yanga, nafanya refreshment. Au nasikiza muziki ya wanamuziki mbalimbali. Sasa hakuna kitu kibaya kama ambavyo CCM inawaforce wale watu wafanyane na wao. Na sisi wapinzani tuko against CCM. Mwisho siku na wale watapoteza wafuasi, watapoteza wasikilizaji kwa sababu ya kuto tu kutumia akili. Na ni muhimu hivi viburudisho ambavyo ni generally vya watu vikawa neutral, visiwe vya kujihusisha na vyama fulani vya siasa. Wanasema mnakomaa sana na mambo magumu. Vijana siku hizo wanahitaji vilainishi kama hivi. CCM wana mambo gani laini ama ni fursa? Kwa sababu vitu vingine lazima tuongee ukweli. Ni fursa tu, watu wanaangalia sehemu ambao wanaweza wakatokea, lakini kiuhalisia wapo wasanii ambao tunawajua ambao hawako affiliated na chama chochote wala hawajajiungamanisha, na tunafurahia nyimbo zao. Sio mbaya kama mwanamuziki ukiwa una vision ya kuwa mwanasiasa, ni sawa. Lakini sasa usijitadabaishe kipindi unaendelea kufanya hizo shughuli zako, kwa sababu mwisho wa siku watu wataanza kuona huyu ni ACT, huyu sisi msikilizi. Na sisi tunaamini vile ni bubulisho, watu wanatakiwa kuenjoy. Hivyo vitu vitakiwa sana viwe neutral, lakini uhuru upo, na ndio maana tunaipigania demokrasia. Kila mtu ana haki ya kuchagua anachokitaka. Kila laheri wa kuchagua alichokiamua. Swali la kizushi. Wanasema kule Chadema wanasema no reform no election. Na hii watu wanaimba kutokana na tume huru ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. ACT Wazalendo mna imani na tume huru ya uchaguzi ambayo imefanywa marekebisho? Hatuna imani nayo, na ndio maana tuna Operation Linda Demokrasia. Kwa maana hiyo hamko tayari kwenda kwenye uchaguzi mkuu? Operation Linda Demokrasia ndio kitu ambacho kwa sasa tunakiamua. Masuala ya uchaguzi na nini ni mambo ambayo kwa sasa tumeambiwa na majaji huu sio ya kuyawaza. Wazeni namna ya kulinda demokrasia. Na ni muhimu mjue, ACT Wazalendo ndio chama cha kwanza kipindi tunaanza kusema tume huru kuelekea katiba mpya, tulitukanwa sana. Lakini tulikuwa tuna maana kwamba tume huru itatupa wabunge wengi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hawa ndo watu ambao wanabadilisha sheria za nchi hii, wanatunga sheria za nchi hii. Sasa kwa bunge hili lenye watu 99% Chama cha Mapinduzi, hata kusema unaenda kupeleka mabadiliko ya katiba, nani atapitisha? Kwa sababu katiba itakao favor wao. Lakini tume huru ikipiganiwa, reforms zikafanyika, tukapata uwakilishi wa watu sahihi, hata kufanya maamuzi sasa kubadilisha mambo mengine makubwa inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo sisi tumewahi kupigania tume mapema sana. Tumepigania katiba mapema sana. Kwa hiyo sisi tunaenda kupigania na hili la demokrasia tuna maana, kwa sababu ni muendelezo wa kile ambacho tuliona tunakipigania. Ndio. Bwana Abdul Nondo yupo? Yupo, anaendelea vizuri, tunamshukuru Mungu. Ndio. Yupo anaendelea mambo yake vizuri kama kawaida. Tunamshukuru Mungu ameshaanza kukaa sawa, na soon nitaanza kumsikia kwenye vyombo vya habari afanye kazi. Ni kijana machachari ambaye anawasemea vijana wake vizuri. Mwenyekiti wetu huyu ngome ya vijana mtamuona sana. Ndio. Bwana, shukrani sana. Nashukuru sana. Sawa. Bwana, mimi nilikuwa hapa na mwenezi wa chama cha ACT Wazalendo Shangwe Ayo, ambaye yeye amegusia vitu vingi sana kuhusiana na mwelekeo wa chama hicho, mwelekeo kuelekea uchaguzi mkuu, lakini dira ya chama cha ACT Wazalendo, wana mipango gani katika kuwavuta vijana pamoja na wanawake kuwaleta katika chama hichi, lakini pia uchumi wa Tanzania utajengwa vipi na chama cha ACT Wazalendo endapo tu wakipata ile fursa ya kuweza kushika dola. Nani ambaye atakayefanya ACT Wazalendo iweze kushika dola? Ni wananchi wa nchi ya Tanzania kupitia uchaguzi mkuu wa 2025 mwezi wa 10 mwaka huu. Mimi naitwa Morris, nyuma kamera nilikuwa na director Moji, na hii ni Kishamba TV.